22 mstari wa kwanza inasema, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Mstari wa 3, nami nitawabariki wakubarikiwa, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Tuko pamoja kwa Mungu? Nataka uangalie Abraham anaambiwa na Mungu atoke nyumbani kwa babake akiwa na miaka 75. Huyu bwana alikuwa sio tajiri, lakini Mungu alimwambia nitakubariki. Mungu achukui kitu ambacho hajakupa. Abraham, ukisoma Mwanzo, nataka tuende kwenye maandiko. Mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka wa 5 utapata story nzima. Abraham anaambiwa aondoke nyumbani kwa babake. Ukija Mwanzo 13 mstari wa 2, hebu soma maandiko. Mwanzo 13:2. Abraham ni tajiri, ametoa wapi mali? Abraham tayari ameshakuwa tajiri, hajaruka chapter hata moja. Hebu soma maandiko. Naye Abraham alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Sura hajaruka sura hata moja. Sura ya 12 huyu jamaa anaambiwa aondoke nyumbani kwa babake. Ina maana sura ya 11 Abraham alikuwa maskini. Sura ya 12 Abraham anaambiwa aondoke nyumbani kwa babake. Sura ya 13 huyu bwana ni tajiri. Sura ya 14 mstari wa 19 na 20 Abraham anatoa fungu la 10. Ametoa wapi fedha? Ni Mungu amempa. Abraham anatoa fungu la 10. Hebu tusome maandiko. Ametoa fedha, ni Mungu amempa. Akambariki akasema, Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abraham akampa fungu la 10 la vitu vyote. Abraham anatoa fungu la 10. Ametoa fedha, ni Mungu amempa. Ukisoma Mwanzo 18 mstari wa kwanza mpaka 15, Mungu anamwambia Abraham, majira kama haya Sara atakuwa na mtoto. Majira kama haya Sara atakuwa na mtoto. Mwanzo 22 mstari wa kwanza mpaka 19. Mwanzo 22 mstari wa kwanza mpaka 19. Mungu anamwambia Abraham, nipe huyo mtoto. Kumbuka Abraham alikuwa na Ishmaeli, alikuwa na mtoto mwingine Ishmaeli. Ni kwa nini Mungu akamwambia Abraham nipe Ishmaeli, akamwambia nipe Isaac? Ni kwa sababu Isaac ni Mungu alimpa. Ishmaeli alimpata kwa akili zake mwenyewe na mke wake, akamchukua na mtoto, akamwambia nipe Ishmaeli, nipe Isaac. Ukisoma Mwanzo 24 mstari wa kwanza, Abraham ni tajiri wa kila kitu. Hasa jaribu kuangalia, Mungu achukui kitu ambacho hajakupa. Leo kama unafanya biashara hapa, unajua kabisa kuna njia ya kijanja unatumia, mwisho wake ni mbaya. Kwamba ujitahidi sana. Na ndio sababu sisi Kingdom Business hatufundishi watu hata siku moja kutoa fedha. Tunawafundisha watu kutoa muda. Kwa sababu nikikufundisha kutoa fedha, ina maana kabisa kwamba pesa yako ni chafu, alafu mimi nakufundisha kutoa pesa chafu. Lakini nikikufundisha kutoa muda, hakuna mwanadamu anaweza kutengeneza muda wote ni Mungu anatengeneza. Hakuna mwanadamu hata mmoja anaweza kutengeneza masaa 24. Na ndio sababu tunasimama kwenye haki kwamba nenda kamtolee Mungu muda, sio pesa. Mungu atakapokubariki ndipo atatoa pesa. Na ile pesa unajua ni Mungu amekupa, sio umeipata kijanja. Na ndio sababu tunaangalia kile kitu ambacho Mungu anakichukua ndicho tunachokufundisha. Sisi hata siku moja, na hata tukifungua kanisa, tutakuwa hatufundishi watu swala la utoaji wa pesa. Hata siku moja tutafundisha watu swala la utoaji wa muda. Utakwenda kwanza ubarikiwe, ndio uje utoe hiyo pesa. Na hiyo pesa ni ya Mungu. Na huduma yetu itakuwa kwa kasi sana. Hasa watu wengi sana wanafundisha watu kutoa pesa. Kwa nini? Ule ni ujasiriamali. Huo ni ujasiriamali. Kufundisha mtu kutoa pesa, huo ni ujasiriamali. Hata wajasiriamali walioko huko ndani wanatafuta pesa. Sisi, tofauti ya sisi na wajasiriamali, tofauti ya Kingdom na wajasiriamali,
Sisi tunatafuta baraka, wao wanatafuta pesa. Hiyo ndio tofauti. Hiyo ndio tofauti. Ni vitu viwili tofauti kabisa. Ukituona sisi kundani tunatafuta baraka, lakini wengine wote walioko kundani wanatafuta pesa. Baraka za Mungu zinatajirisha, wala zichangamani na huzuni. Hiyo ndio tofauti. Hiyo ndio tofauti. Na kumfundisha mtu kutafuta baraka ni kumfundisha mtu kutoa muda. Kwa mfano una miaka 50. Una miaka 50. Haujafanya kitu cha maana hapa duniani. Una nyumba, una kazi, una biashara, una mke, una watoto, una pesa, una kazi, una chochote. Alafu kwa saa moja kubwa ukajikuta kwamba una kitambi. Umeshafanya kosa. Una kazi, una nyumba, una gari, una mke, una watoto, una pesa, alafu una kitambi. Ina maana vitu vyote hivyo nilivyokutajia umeshakula. Umeshakula, umekula gari lako, umekula nyumba yako. Unaweza kusikia tumbo la nguruma. Unakuta mtu anasikia tumbo la nguruma, kumbe hajui kwamba ni gari liko silence tumboni. Tumbo la nguruma, hilo ni gari liko silence tumboni. Umeshakula gari lako. Na mtu mwingine anaenda kwa daktari, anamwambia daktari, tumbo langu ni gumu upande huu. Hizo ni nini? Kokote. Hizo ni nondo umekula. Nondo na matofali umekula. Unaona tumbo ni gumu upande mmoja, ni nondo hizo na matofali. Sasa haiwezekani. Tumia muda wako vizuri. Tumia muda wako vizuri. Mungu achukui kitu ambacho hajakupa hata siku moja. Ukimwona mtumishi wa Mungu anafundisha huko anacheka, huyo mtumishi ni tajiri. Huyo mtumishi ni tajiri. Sisi hatujaja huku nane kutafuta fedha, tumekuja kutafuta baraka. Nisikilize kwa makini. Sasa ukiangalia tunachosema ni kwamba namna gani unaweza kumtolea Mungu muda wako. Namna gani unaweza kumtolea Mungu muda wako? Una masaa 6 unamtolea Mungu, masaa 6 unalala, masaa 12 unafanya kazi. Na ukienda kwenye biashara yako lazima ufanikiwe. Lazima ufanikiwe. Watu ambao hawamrudishii Mungu muda wanang'ang'ana kwenye maisha. Wanang'ang'ana. Hiyo tunasema ni ratio of time, uwiano wa muda. 6-6-12, masaa 6, masaa 6 12. Uwiano wa muda. Nataka nikuoneshe uwiano mwingine utakao kusaidia. The ratio of average. The ratio, uwiano mwingine utakao kusaidia. The ratio of average. Kwa lugha nyingine ni uwiano nini? The ratio of average. Kiswahili nasumbua kidogo. Okay, nitakapoelezea utanielewa vizuri, utanielewa vizuri. Hapa tunaongelea kuhusu swala la wateja katika biashara yako. The ratio of average ni wateja katika biashara yako. Kila mtu mmoja duniani anajua watu 200. Kila mtu mmoja duniani anajua watu 200. Hii nataka nikuoneshe picha itakayo kusaidia. Itakayo kusaidia uchanganye biashara yako na imani. Kila mtu mmoja duniani anajua watu 200. Huyu mtu akifa leo, hata kama ni msukuma mkokoteni, atazikwa na watu 200. Huyu mtu akitaka kuoa leo, ataprint kadi 200. Huyu mtu ukiangalia kwenye simu yake ana namba 200. Ina maana kila mtu duniani, watu wa chini kabisa wanaomjua yule mtu ni watu 200. Ni watu 200. Asa huyu ni mteja mmoja. Huyu mteja mmoja. Unapofanya biashara, usiangalie kuhudumia watu wengi.
hata siku moja. Usiangalie kuhudumia watu wengi hata siku moja. Angalia kuhudumia mtu mmoja tu. Mtu mmoja tu. Mhudumie mtu mmoja katika kiwango cha juu, to the maximum. Tumia muda wa kutosha na huyo mtu mmoja. Bado tuko kwenye muda. Tumia muda wa kutosha kwa huyo mtu mmoja ambaye amekuja kwenye banda lako. Huyo mtu mmoja ambaye anataka kuongea na wewe. Huyo mtu mmoja tu, jua ndani yake kuna watu 200 kwa kiwango cha chini kabisa. Kuna watu 200 katika mtu mmoja tu. Na sababu nimekwambia Mungu alianza dunia na mtu mmoja tu. Alikuja mtu mmoja ambaye ni Yesu Kristo wa Nazareth, akaleta mapinduzi yote. Mtu mmoja tu. Biblia inasema mtu mmoja akiokoka tu, malaika mbinguni wanashangilia. Asa lazima uangalie thamani ya mtu mmoja. Ukiona mtu mmoja tu amesimama kwenye banda lako, tumia muda mrefu sana, muelezee hiyo bidhaa yako katika kiwango cha juu sana. Utaona kabisa kuna watu 200 umewatengeneza ndani yake. Umewatengeneza kama mtu mmoja tu, kama Adam. Kulikuwa kuna watu bilioni 7 ndani yake, dunia nzima bilioni 7. Acha waliokufa ndani ya mtu mmoja tu. Sasa lazima uwe makini. Mteja anapoingia kwenye banda lako, ni mtu mmoja katika simama. Unaweza ukahudumia watu 5 tu kwa siku nzima. Hapa na 8 siku, kama siku ya leo watu 5. Umefanya vizuri kuliko mtu ambaye amehudumia watu 200 na hakuwasikiliza. Hakuwasikiliza. Mtu mmoja ana thamani kubwa sana kwenye biashara yako. Na ukija kuna nani, usitafute makundi ya watu kuingia kwenye biashara yako. Kama sisi Kingdom Business tunaamini kwenye formula ya mtu mmoja. Atuangalie makundi ya watu kusimama kuja hapo kuwafundisha. Tunaangalia yule mtu mmoja tu ambaye atasimama hapa akatusikiliza. Huyo ndio Mungu alimtarget. Ndio Mungu alimleta ili tumfundishe. Huyo mtu mmoja tu. Hakuna mtu mwingine. Ni huyo mmoja. Sisi tukiwa tunafundisha mtu mmoja, tunafundisha kama vile tunaongea na watu 500. Watu 500. Kwa sababu tunaona watu wengi ndani ya mtu mmoja. Tunaona watu wengi, makundi ya watu ndani ya mtu mmoja. Ukienda Japani, ndio nchi inaongoza duniani kwa customer care, kwa kujali wateja. Ukiangalia biashara za wazungu, biashara za Wahindi, ukiingia tu kwenye biashara ya mzungu, anaacha kila kitu, anakukimbilia. Atakupa maji, atakuuliza unataka soda, atakuuliza kahawa kama unahitaji, atakupa kiti, atakujali. Kwamba lazima ukae chini uangalie namna gani unaweza kujali yule mtu mmoja anayekuja kwenye biashara yako. Na usije na nenda ukakwazika eti watu hawajasimama kwenye banda langu. Yule mmoja aliyosimama, utakapomhudumia vizuri, huyo mtu mmoja ni malaika. Atakwenda kukusanya malaika wengine, atawaleta kwako uwasikilize. Biblia inakwambia ukimtoa mtu pepo, kama ile nafasi ambayo umetoa ile pepo hujajaza kitu, wale mapepo wanaenda kujikusanya, wanakuja wengine 7. Wengine 7. Asa na mtu mmoja ni pepo anaposimama kwenye biashara yako, mhudumie vizuri sana. Yule mtu mmoja utaona kabisa anakwenda kukusanya wengine, anawaleta kwenye biashara yako. Usiangalie makundi ya watu kwenye biashara yako, angalia mtu mmoja, utamhudumiaje. Mungu alianza hii dunia na mtu mmoja. Yesu ni mtu mmoja tu alikuja hapa duniani akaleta mapinduzi yote. Biblia Yesu anasema ukiwa na kondoo 100, mmoja akipotea, achana na wale 99, nenda katafuta yule mmoja aliyopotea. Achana na wale 99. Asa lazima ujue thamani ya mtu mmoja kwenye biashara yako. Utakapofika kiwango cha kuthamini mtu mmoja kwenye biashara yako, ndio kipindi umefikia kukua kwenye biashara yako. Lakini ukiwa unatafuta makundi ya watu, wewe utafuti baraka, unatafuta pesa. Watu wote wanaotafuta baraka, anamhudumia mteja mmoja vizuri sana, na yule mteja anaondoka. Na nataka nikuambie wateja wazuri ni wateja wa namna gani? Wateja wazuri ni wateja wa namna gani?
Mteja mzuri ni yule ambaye anunui. Nataka unisikilize kwa makini. Mteja mzuri ni yule ambaye anunui. Yule ambaye anunui ndio mteja mzuri. Tumia muda mrefu ongea naye. Yule mteja ni malaika. Atakwenda kukusanya wenzake 7, atakuletea. Ataenda kukutangaza kila mahali. Huyo mteja utamfanya kuwa bango lako kukutangaza wewe. Usiwe na haraka ya kuhudumia watu wengi kwa sababu umeona watu wengi kwenye banda lako. Kaa na mtu mmoja kwa muda mrefu, mhudumie. Utaona kabisa huyo mtu anarudi tena, anaenda kumwambia mtu mwingine. Zile information ulizompa kwa taratibu anaenda kuzisambaza kwa watu. Kwa mfano ukienda kwenye saluni, wote sisi tumeshaingia saluni ya wanawake na saluni ya wanaume. Ukiwa unahudumiwa na yule mtu wa saluni, ukamwona kuna mteja ameingia, alafu akamuita kwa jina, akamuita jina, wanatambuana, utaona unapelekwa speed, unaanza kuhudumiwa kwa haraka haraka. Na ukianza kuhudumiwa kwa haraka haraka, unajua kabisa hujapendeza. Unajua kabisa, na ukirudi tena, utarudi tena kwa yule mtu, utaama ile saluni. Na sababu tunapofundisha sisi, tunakwambia hata kama uko saluni, umeona kuna mtu ameingia, unayemjua, hata kama ule mtu ulikuwa umeshamaliza kumnyoa, kinachotakiwa nini? Endelea kupitisha ile brush kichwani. Chukua na ile brush ya poda, pitisha kila mahali. Jamaa anajua kama anahudumiwa. Lakini ukimwambia tayari, kwa sababu kuna mteja mwingine amekuja, anajua hujamaliza. Kwa sababu jamaa haoni kichwani, anajua hujamaliza. Wewe ukiona mteja mwingine ameingia, wewe endelea kumshikashika kichwani tu. Endelea kupitisha brush. Hata sehemu ambayo nywele hakuna, unyoi. Uje jamaa, chukua muda mrefu na jamaa atarudi tena kwako. Lakini ukamwacha sasa ile kwa sababu kuna mteja mwingine ameingia, anajua hujapendeza, hajapendeza. Hilo yote ni swala la muda. Unaongeza muda tena kwa yule mtu ili kumwacha yule mtu abaki kwenye biashara yako, kumkeep yule customer. Sisi wa Tanzania hatuna uvumilivu na wateja. Mtu akija kwenye biashara yako, unamwambia, unamuuliza, unataka kununua? Hata kumuonesha kile kitu, unyanyuki hata kwenye kiti. Unakula chakula, wala uache kula chakula. Uko kwenye smartphone, wala uone kwenye smartphone. Uko kwenye kompyuta, wala uone kwenye kompyuta. Ukamsikiliza yule mteja. Wewe umebaki tu umeinama hapo kwenye kompyuta yako. Alafu unafanya nini? Unaongea naye huko kwenye laptop yako. Alafu unaongea naye. Na huko umeangalia chini, umwangalia usoni yule mtu. Ile ni tabia mbaya sana. Yule mteja hatarudi tena. Kwa sababu mteja anachokitafuta kwako ni tabasamu lako. Kama uso wako ulivyomwangalia, anakuangalia machoni. Hasa watu wengi wanakosea. Watu wengi wanakosea. Ile ni swala la muda. Tumia muda mrefu na mteja wako mmoja, atakuletea makundi ya watu. Hata Yesu alipokuwa anaponya watu, alikuwa anatumia muda mpaka kina Petro wanakasirika. Wakina Petro walikuwa wakitembea na Yesu, wanafukuza watu. Yesu anasema, acheni watoto wadogo waje kwangu, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wa kwao. Wakina Petro walikuwa wanafukuza watu, kwa sababu Yesu alikuwa akitembea nao, hawafiki wanakoenda. Yesu anahudumia watu, anasimama kila mahali, anahudumia watu. Na wewe umeletwa hapa duniani kuhudumia watu, sio kutafuta fedha. Na utakapohudumia watu wengi, ndivyo utakapotengeneza pesa nyingi. Ukihudumia watu wachache, utatengeneza pesa kidogo. Hasa ni eneo ambalo wafanyabiashara wengi hawajui. Na kuna mfumo wa kumfanya mteja mmoja kuwa bango lako kwenda kutangaza. Ni pale unapomjali yule mteja. Unaingia ofisi za wazungu, kwenye biashara za wazungu. Ukiingia tu, atakupa kahawa, atakukaribisha vizuri sana, atatabasamu nawe vizuri sana. Atakupa kahawa, atakupa maji, atakupa chai, atakupa soda, ataongea nawe vizuri sana, atakuonesha kila kitu. Anakumbe wewe unafanya kuwa bango. Utaenda kumtangaza sana yule mtu. Na ndio sababu ukimkosea mteja mmoja kwa muda wa siku 7, ukaongea kitu kibaya, amewaambia watu 20. Yaani ukiongea neno lolote lile ambalo limpendeza yule mtu, au umeonesha dharau, amekuja kwenye biashara yako ukusimama, ukuongelea vizuri, ukumjali, yule mtu anaondoka pale, anaenda kuambia watu 7. Na hao watu 7,
kila mmoja hapa anajua watu 200. Ukizidisha hapa ni watu 4000. Hiyo biashara yako itakaa? Hiyo biashara ikai, inakufa. Hiyo biashara inakufa. Watu 4000 wanajua tabia yako moja mbaya ya dharau. Ile biashara inakufa. Kila mtu anakuambia yule jamaa anadharau. Yule jamaa anadharau. Ana tabia mbaya. Hasa ndio sababu ukienda kwenye maduka ya Wahindi, Mhindi huaga haruhusu mfanyakazi wake aongee na mteja wake. Mteja anaweza kaongea neno moja tu akaua ile biashara yote. Mfanyakazi wa Mhindi kazi yake ni kuleta vitu. Anamwambia shusha hiyo, shusha hiyo, leta hiyo. Yeye ndo anaongea na mteja. Na makampuni yote duniani kama mabenki ambayo yameruhusu wateja wao kuongea na wateja, wafanyakazi wao kuongea na wateja, yale makampuni yanaleta walimu kila baada ya miezi mitatu, yanaleta wakufunzi kila baada ya miezi mitatu kufundisha wafanyakazi wale namna gani ya kuongea na wateja. Hasa leo biashara yako iko kwenye kinywa chako, huduma yako iko kwenye kinywa chako. Kile unachokisema ndicho kinachoumba biashara yako. Kile unachokitamka ndicho kinachokuza biashara yako. Kile unachokitamka ndicho kinakuza huduma yako. Ukiongea pumba, hakuna mtu atakusikiliza. Hakuna mtu atakusikiliza. Kwamba lazima uwe makini, ujue kabisa biashara yako iko kwenye kinywa chako. Nakumbuka unapoajiri mtu yoyote yule ambaye anakaa mbele ya biashara yako kama reception, unapoajiri mtu yote yule ambaye unajua ndio unamtuma kwenye maonyesho 8, yule mtu ambaye unamtuma kwenye maonyesho 8 au 7 au kwenye maonyesho katika nchi yote duniani, ajiri mtu ambaye amezaliwa anatabasamu. Inaitwa disposition smiling, ni tabasamu ya kuzaliwa nayo. Ukiajiri mtu ambaye mpaka umpe kitu ndo atabasamu, anaua biashara yako. Usimweke mbele ya watu, au mpaka umkonyeze ndo atabasamu. Usimweke mbele ya biashara yako. Mweke jikoni, mweke kwenye usafi, kufagia, mweke kwenye kufanya usafi. Lakini mtu alete tabasamu muda wote. Ukiangalia makampuni yote ya ndege duniani, mabenki na makampuni ya ndege yanaajiri watu. Ukienda, kuna kampuni moja hapa Arusha. Hii kampuni ilikuwa inauza umeme wa sola. Inauza umeme wa sola. Ile kampuni ukiingia kwenye interview zote inabaki mmoja ambao wanakuambia ufanye kazi kwenye kampuni yao miezi 3 kujitolea kabla hajakuajiri. Kule kwenye ile ofisi kuna kamera kila mahali. Wana study tabia yako, kama unatabasamu muda wote. Na kama ulikuwa hujui kule kwenye kampuni miezi 3 umeajiriwa kule ndani, kama utabasamu wanakuambia hatuna kazi. Wanaangalia mtu mwenye kutabasamu na wanajua watakuweka wapi, watakuweka section gani. Hakuna kitu kizuri na kutabasamu. Kama unaona kabisa hujazaliwa unatabasamu, lazima muombe Mungu. Muombe Mungu akupe furaha. Furaha Bwana iwe ndani yako. Utakuwa unatabasamu muda wote. Na ndio unauza. Watu wote wanaotabasamu hata hapa na nani kwenye mabanda yao ndio kumejaa watu. Kwa sababu tabasamu linavuta watu. Haiwezekani unakuja huko kwenye maonyesho, wewe mwenyewe ni maonyesho, alafu umetabasamu, umenuna. Wewe mwenyewe ni maonyesho. Haitakiwi unune. Hasa watu wengi. Na utaona mtu ambaye ana tabasamu anachoka haraka. Mtu yote ambaye atabasamu anachoka haraka. Anachoka kuhudumia watu. Anaona muda ni mwingi unakwenda. Alafu asipouza anakasirika. Asipouza ana furaha. Asili ni kitu kibaya. Inabidi umshukuru Mungu katika kila jambo. Umeuza hujauza, mshukuru nini? Mungu. Kitendo cha kuja na nani? Mshukuru sana Mungu kwamba umekuja umekutana na watu. Sisi tunapokuja huko hatujaja kukutana na wanyama. Tumekuja kukutana na watu. Lazima tutabasamu. Lazima tucheke, tufanye utani, tucheke. Hicho kitu ambacho kitatufanya hizi siku 10 zote tuwe na furaha nazo. Lakini tofauti na hapo hakuna kitu. Tofauti na hapo hakuna kitu. Watu wengi sana
wamekosa tabasamu. Hebu tusome ile andiko. Ukikosa tabasamu, muombe Mungu. Mungu anampa, Mungu anakupa. Muombe Mungu akubariki na roho ya upendo. Mungu akubariki na roho ya upendo. Utafanya vizuri. Utafanya vizuri sana. Hebu tusome Yakobo. Yakobo 1:5. Utaona kabisa Mungu anasema, ukiona Mungu anasema kama ndugu yako amepungukiwa na hekima, naomba hekima. Ina maana chochote ulichopungukiwa sio hekima tu, omba. Una furaha, omba. Yakobo 1 na ule mstari wa 5 inasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, naombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala akemei, naye atapewa. Hapo imetajwa kitu kimoja tu, hekima. Lakini una uwezo wa kuomba vitu vyote kwa Mungu. Kile kitu ambacho unajua ni Mungu anakitoa, kama furaha ya Bwana, the joy of the Lord, ile ni Mungu anatoa. Na inapatikana kwenye package ya upendo. Furaha inapatikana kwenye package ya upendo. Ukisoma kitabu cha Wagalatia 5. Wagalatia 5 mstari wa 22 na 23. Wagalatia 5:22 na 23. Package ya furaha na upendo iko kwenye Wagalatia 5 mstari wa 22 na 23. Na hicho ndio kitu kitakachokusaidia.